Karibu sana msikilizaji wa kipindi chetu cha leo kuhusu sarufi. Leo hii tunaongea kuhusu nyakati na hali. Nyakati kwanza, kuna nyakati mara tatu. Kuna wakati uliopo, wakati ujao na wakati uliopita. Wakati uliopo hutumia kiambishi na. Kwa mfano, mwanafunzi anasoma, mwalimu anafunza, mzazi analima. Wakati mwingine pia na wakati ujao hutumia kiambishi ta. Ta ni kiambishi ambacho hutumika kuonyesha wakati ujao. Kwa mfano, mwanafunzi atasoma, mwalimu atafunza, mkulima atalima. Kwa hivyo kiambishi ta hutumika kuonyesha wakati ujao. Kiambishi li kuonyesha wakati uliopita. Kwa mfano, mwanafunzi alisoma, mkulima alilima, mama alikuja. Tukizungumzia kuhusu hali, kuna hali timilifu ambayo hutumia kiambishi me. Hali hii huzungumzia kuhusu mambo yaliyotimilika. Kwa mfano, mama amelima, kumaanisha kwamba mambo yametimilika. Mzazi amefika, mwanafunzi amesoma, mwalimu amefunza. Kwa hivyo kiambishi me hutumika kuonyesha hali timilifu. Hali nyingine ni nge. Hali ya nge hutumika kuonyesha ni hali ya masharti inayotumika kuonyesha uwezekano wa kitu. Kwa mfano, mwanafunzi angesoma angefaulu, mwanafunzi angesoma angefaulu, kuonyesha kuwa kuna uwezekano wa mwanafunzi huo kufaulu iwapo angesoma. Hali nyingine ni nga, ambayo huonyesha pia ni masharti kuonyesha kwamba hakuna uwezekano, kwamba mwanafunzi angalisoma hangalifaulu. Kwa hivyo hali ya nga kuonyesha kwamba masharti yasiwezekana. Kuna pia hali ya kia masharti kuonyesha kwamba kitendo kinategemea kitendo kingine. Kwa mfano, akija mapema atanipata, akifika mapema atafanya mazungumzo naye. Hali nyingine, hali ya a kuonyesha hali isiyodhihirika. Kwa mfano, mwanafunzi asoma, mwanafunzi acheza, ni kwamba hatujui ni wakati upi mwanafunzi alisoma. Kwa hivyo a ni kiambishi ambacho hutumia kuonyesha hali isiyodhihirika. Hali nyingine ni hali ya hu kuonyesha hu ya mazoea. Mwanafunzi hucheza, mwanafunzi husoma, hali ya hu. Pia kuna hali ya ka kuonyesha kuwa viendeleo vya matushi, kwamba kuendelea kwa vitendo. Kwa mfano, alisoma akacheza, kwamba ulisoma pia akacheza. Karibu sana msikilizaji kwa kipindi kijacho kuhusu sauti na shabirisho. Asanteni.